Naam, uhali gani mpendwa wa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania. Nichukue nafasi hii kukaribisha katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, kipindi cha kanisa katika mwendo. Mimi naitwa mchungaji Godliven Maximilian Ngesi. Tutakuwa pamoja katika kipindi hiki na kabla tujaendelea basi nikualike tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kuweza kujifunza neno lako takatifu. Tunapojifunza kipindi hiki cha kanisa katika mwendo, tunaomba neema yako ikadumu kuwa pamoja nasi, ukatuongoze na kutubariki kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Ni kukaribishe kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki. Nikukaribishe kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha kanisa katika mwendo, kipindi ambacho kinatusaidia kufahamu juu ya fundisho la kanisa. Tumeanza na vipindi kadha wa kadha ambavyo vimetuongoza kufahamu nini maana ya kanisa. Tukajifunza katika Agano la Kale, lakini pia tukaja Agano Jipya, tukaona nini maana ya kanisa. Lakini kwa kuongezea na kwa kuweka msisitizo zaidi, tukajifunza juu ya sitiari mbalimbali ambazo zinazungumzia kanisa. Tulijifunza sitiari ya mwili wa Kristo, tukajifunza sitiari ya familia ya Mungu, tukajifunza sitiari ya shamba la Bwana, tukajifunza sitiari ya jeshi la Bwana, tukajifunza sitiari inayozungumzia Yerusalemu wa juu. Zote hizi sitiari zinatusaidia kufahamu juu ya kanisa la Mungu na jinsi ambavyo Mungu anashughulika na kanisa lake hapa duniani. Sasa kuanzia leo tunaingia kipengele kingine, na ninakuomba uanze kuvuta usikivu wa hali ya juu, maana hapa sasa tunaanza kuzama kuangalia chimbuko la kanisa, nani aliyeliasisi kanisa hili, lakini pia tutaangalia mjenzi wa kanisa, ni nani anayehusika katika kuweka msingi wa kanisa la Mungu, lakini pia tutaangalia habari ya mkuzaji wa kanisa, ni nani ambaye anahusika katika kulikuza kanisa. Ndipo tunaingia katika nguzo za kanisa. Baada ya kuwa tumeona uasisi, kanisa limeasisiwa, baadaye linajengwa kukiwa na nguzo zake, halafu tunakuja tutaangalia kipengele cha mkuzaji wa kanisa, yule anayehusika kuhakikisha kanisa linakuwa, na mwisho tutaangalia jinsi kanisa linavyokuwa, kwa maana kwamba ni kanisa ambalo liko katika mwendo, liko katika kuongezeka, liko katika kusogea, kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Siku ya leo tunaanza na wazo linalozungumzia muasisi wa kanisa. Nani aliyeliasisi kanisa? Usisahau, tunapoingia katika mada hii lazima tuondoke na kile ambacho tumejifunza nyuma. Huku nyuma tulijifunza nini kwa maana ya kanisa? Tulijifunza kanisa ni watu wa Mungu, wale ambao wanakubali kuyafunua mapenzi ya Mungu, wanashika maagizo yake, wanafuata kanuni zake, wanashika hukumu zake, na wanafanya ibada kwa pamoja kwa Mungu wa mbinguni. Hao ndio wanaitwa kanisa la Mungu. Sasa leo tunaangalia ni nani aliyeliasisi kanisa la Mungu. Ni nani aliyemuasisi wa kanisa la Mungu? Unajua, kabla hatujaingia kumuona huyu muasisi wa kanisa na mambo matatu ambayo leo tutajifunza yanayozungumzia jinsi kanisa lilivyoasisiwa, chukulia tu mfano wa kawaida. Mtu anapotaka kujenga nyumba, natumia mfano wa nyumba kwa sababu Biblia inatuonyesha kwamba kanisa ni nyumba ya Mungu, ni jengo la Mungu. Kusoma Wakorintho wa kwanza 3:9. Mtu anapotaka kujenga nyumba, siku zote wazo linaanzia kichwani. Hawezi mtu kuamka tu asubuhi anasema sasa hivi nina shingapi pale benki, ngoja nikachukue nianze kujenga nyumba. Ninunue simenti, ninunue matofali, ninunue mawe ya kuweka kwenye msingi, nichote maji ili nianze kujenga. Yaani hawezi mtu akakurupuka tu hivyo. Hapana. Nyumba kabla hata haijajengwa linaanza ni wazo kwanza. Mtu anakuwa na wazo. Kama ni mtu ana familia na mke wake, wanakaa pamoja, wanasema sasa tunataka tujenge nyumba. Tujenge wapi?
tutakubaliana sasa tunajenga mahali fulani. Baada ya kukubaliana kujenga mahali fulani, fanyaje? Tuanze lini? Tutatumia material gani? Tutamtumia fundi yupi? Baada ya vitu vyote hivyo kuainishwa, sasa ndipo inaingia hatua ya pili ya utekelezaji, kwa maana ya kuanza sasa kulibadilisha lile wazo, kuliingiza katika utekelezaji, kuingiza katika namna ambavyo linaweza likatekelezwa. Sasa ndipo utaita mafundi, watachimba pale msingi. Baada ya kuchimba msingi, mafundi wataendelea na ujenzi na wataweka msingi kwanza. Baada ya kuweka msingi, ndipo sasa mafundi wanaingia level nyingine ya kuanza kuinua kuta. Wanainua kuta, baadaye wanaweka linta. Baada ya kuweka linta, wanaweka zile kozi za juu. Baada ya hapo sasa ndipo mtu anaweza akatulia tena. Anasema sasa naomba nifikirie namna ya kuweza kupaua. Baada ya kupaua sasa tena anafikiria hatua nyingine ya kuanza kufanya finishing, amalizie nyumba yake ili aweze kuhamia. Sasa ukweli kama huo unafunuliwa pia katika kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu halikutokea tu hivi kwamba from nowhere, kwamba limetokea tu hivi. Lilianza kama wazo, na maandiko yanatuonyesha kwa uwazi kabisa ya kwamba wazo lilianza kwa nani. Na usisahau, tunapojifunza habari ya fundisho la kanisa, limeunganika kwa karibu na fundisho kuhusu Mungu, na hasa Utatu Mtakatifu, kwa maana ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wanaunganika kwa karibu kabisa na fundisho la kanisa, maana wanahusika kimsingi nafsi hizi tatu katika kuwa na wazo la ujenzi wa kanisa, lakini pia katika kujenga kanisa, lakini pia katika kulikuza kanisa, kila nafsi ikiwa inachukua jukumu lake. Sasa tunapoangalia habari ya uasisi wa kanisa, tunaongelea habari ya mwanzilishi wa kanisa. Tunaongea habari ya wazo la kanisa lilianza na nani? Ni nani ambaye maandiko yanatuambia ya kwamba kutoka kwake ndipo tunapata wazo la kuwepo kwa kanisa? Biblia iko wazi. Ukisoma katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 na wa 4, neno la Mungu linasema hivi: atukuzwe Mungu Baba. Usisahau, huyo ni Mungu Baba, nafsi ya kwanza katika Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo hapo ndo anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo Mungu Baba alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hapo ndipo nitakazia, maana hapo ndipo kuna wazo la kanisa. Alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na neno linaendelea kwa kusema hivi: ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Sasa tuchukue maneno yafuatayo: Mungu Baba alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ili tuwe akina nani? Anasema 1, tuwe watakatifu; 2, tuwe watu tusio na hatia. Ndo hao watu wa Mungu, ndo hao kanisa la Mungu, kama tulivyojifunza kule mwanzo ya kwamba Mungu Baba alituchagua mapema kabisa, hata kabla ya kuumbwa kwetu. Kwa hiyo wazo la kuwepo kwa kanisa la Mungu, wazo la kuwepo kwa watu watakatifu, wazo la kuwepo kwa watu wasio na hatia linaanza na Baba wa mbinguni, kwa sababu katika utatu yeye ndiye chanzo, yeye ndiye anayefunuliwa, ndiye chanzo. Kwa hiyo Biblia inatuambia hivi, kanisa ni wazo la Baba. Baba Mtakatifu ndo alikuwa na hilo wazo. Aliwaza ya kwamba awe na watu ambao watakuwa ni watu wake hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na anawataka watu wake waweje? Anataka watu wake wawe watakatifu. Watu wake waweje? Wawe watu wasio na hatia. Kwa hiyo Baba, jukumu lake katika kanisa la Mungu, yeye ana wazo, ndiye muasisi, ndiye mwanzilishi, ndiye anayeanzisha mchakato wa kuanzisha kanisa la Mungu hapa duniani. Kwa hiyo hilo wazo la Baba la kutuchagua hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu,
Maandiko yanaliita ni siri iliyositirika, siri ya mapenzi yake. Waefeso sura ya 1 mstari wa 9. Inakuwa siri kwa sababu haijafahamika kwa wanadamu. Inafahamika kwa zile nafsi tatu. Inafahamika kwa Baba, inafahamika kwa Mwana, inafahamika kwa Roho Mtakatifu. Lakini kwetu sisi wanadamu na viumbe wengine haifahamiki. Ndio maana Biblia inaiita ni siri iliyositirika. It is a divine mystery. Hasa ni mambo matatu ambayo leo nimesema tunajifunza, yanayotufunulia juu ya kanisa ni wazo la Baba. Jambo la kwanza, kanisa kama wazo la Baba, ambaye yeye ndiye mwanzilishi wake, inatufunulia kwamba kanisa, ilo wazo la Baba, ni ufunuo wa hekima ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anahitaji aweke kanisa ambalo litafunua hekima yake. Mchungaji, una maana gani? Twende katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 3 mstari wa 10 mpaka 11. Biblia inasema hivi: ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu, zingatia hilo neno, kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu. Biblia inatuonyesha hapa ya kwamba kwa njia ya kanisa, Baba alipokuwa na wazo la kuanzisha kanisa, alikusudia kufunua hekima yake. Kwa hiyo kanisa ni ufunuo wa hekima ya Baba, kwa mujibu wa Waefeso 1 mstari wa 4 na wa 3 na Waefeso 3 mstari wa 10 na wa 11. Kwa hiyo ukisikia kanisa linafunua hekima ya Baba, na hii hekima ya Baba, Waefeso 3 fungu la 10 anaeleza ni hekima ya namna nyingi. Maana yake ni nini? Angalia katika kiambaza hapo. Hekima ya Mungu inafunua juu ya mambo haya matatu kama unavyoyaona hapo katika skrini yako. Jambo la kwanza, Mungu anaweza kuokoa kabisa. Hiyo ndio hekima ya Mungu ya namna nyingi. Ana uwezo wa kuokoa kabisa. Ukisoma Waebrania 7 mstari wa 24 anasema, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaokoe. Kwa hiyo Mungu anaweza kuwaokoa wanadamu kabisa. Jambo la pili, hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi inadhihirika ya kwamba anaweza kutenda kazi kupitia wanadamu japokuwa ni wadhaifu. Wakorintho wa pili 4, Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 7 anasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe kwa Mungu, wala si kutoka kwetu. Jambo la tatu, hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi inahusisha kwamba Mungu anawaunganisha wanadamu wote kuwa kitu kimoja. Wagalatia 3 mstari wa 28 anasema, hakuna Myahudi wala Myunani wala mtumwa wala mtu huru, wote wamekuwa kitu kimoja ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi inafunuliwa katika maeneo hayo matatu. Moja, Mungu anaweza kuwaokoa watu kabisa. 2, Mungu anatenda kazi kupitia udhaifu wa wanadamu. Japokuwa ni wadhaifu, ni wanyonge, walianguka dhambini, Mungu anawatumia. Maana katika kutumika kwao wanarejesha sura ya Mungu katika maisha yao na maisha ya wale wanaowahudumia. 3, hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi, Mungu anawaunganisha watu wote bila kujali kabila, lugha, jamaa, taifa wala nchi ambayo watu hawa wanatoka. Kwa hiyo jambo la kwanza la msingi tunapojifunza juu ya wazo la kanisa ni ukweli kwamba kanisa liliasisiwa na Baba kwa lengo la kufunua hekima yake. Jambo la pili, kanisa liliasisiwa na Baba, ni wazo la Baba kwa sababu linatufundisha kwamba ni ufunuo wa kusudi la Mungu. Sasa twende katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 11. Biblia inasema, kwa kadri ya kusudi la milele alilolikusudia
katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo kanisa limeasisiwa na Baba. Baba alipokuwa na wazo la kuanzisha kanisa, limekuwepo kwa sababu ya kutimiza kusudi la Mungu la milele. Na hapo anasema ni kusudi la milele. Hiyo neno lazima pia naye tuichambue kidogo. Umilele wa kusudi la Mungu jinsi ulivyofunuliwa. Angalia katika kiambaza chako hapo, umilele wa kusudi hili la Baba umefunuliwa katika mambo haya matatu. Moja, lilikuwepo kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Yaani kusudi la Baba limekuwepo hata kabla ya misingi ya dunia kuwekwa, kwamba amekusudia kuwa na kanisa. Lakini jambo la pili, kusudi la Baba halikubuniwa baada ya anguko la mwanadamu, bali lilikuwepo tangu mwanzo, ndio limebaki kuwepo katika baraza la kiungu. Alikuwepo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Walikusudia milele ya kwamba mwanadamu atakapoanguka katika dhambi watamuokoa, na kila mmoja akichukua jukumu lake, Baba kama chanzo, Mwana kama Mwokozi na Roho Mtakatifu kama mtekelezaji katika mpango huo wa wokovu. Lakini jambo la tatu, kama unavyoona kwenye kiambaza, kusudi la Mungu ni sehemu ya mpango mkuu wa Mungu ambao unatekelezwa katika wakati wa sasa kwa njia ya kanisa. Kwa hiyo kusudi hili la Baba la milele limefunuliwa katika nyanja hizo kubwa tatu. Baba alituchagua hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo ni kusudi ambalo limekuwepo milele zote. Limekuwepo katika baraza la kiungu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walikusudia ya kwamba wamuokoe mwanadamu. Na wanamuokoa vipi? Wakaandaa mpango wa wokovu ambapo Kristo ndiye anakuwa Mwokozi, lakini huyo Kristo ambaye ni Mwokozi ndiye anakuwa kichwa katika kanisa. Wale wote ambao anataka waokolewe lazima waje wajiunge na kanisa lake. Yeye anakuwa ni kichwa na wao wanakuwa ni viungo, na hivyo wanakuwa ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo jambo la pili ambalo linatuonyesha wazo la Baba la kuwa na kanisa ni kusudi lake, na hilo kusudi ni la milele. Kusudi limewekwa tangu mwanzo. Kusudi limekuwepo milele zote. Halijaanzishwa baada ya anguko au kabla, halijaanzishwa baada ya anguko. Kwa hiyo linatufunulia tufahamu Mungu alikusudia kuwaokoa wanadamu. Jambo la tatu kwa siku hii ya leo, nimesema tutaangalia vitu vitatu. Moja, kanisa, wazo la Baba la kuwa na kanisa ni ufunuo wa hekima ya Baba. Lakini jambo la pili ni ufunuo wa kusudi la Baba, na hilo kusudi la Baba ni kuwaokoa wanadamu. Jambo la tatu, kanisa kama wazo la Baba liliasisiwa kwa sababu ya kufunua upendo wa Baba. Haya mambo matatu yazingatie, maana tutayakazia pia katika kipindi kinachofuata tunapoangalia mjenzi wa kanisa. Kwa hiyo tunapojifunza juu ya wazo la Baba la kanisa, tunajifunza ukweli ya kwamba ni ufunuo wa upendo wa Baba. Biblia inaweka wazi katika kitabu cha Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo maandiko yanatuonyesha kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ambaye ndiye Yesu Kristo, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana yake ni nini? Tunapojifunza juu ya Baba kuwa na wazo la kuanzisha kanisa, tunapojifunza juu ya ufunuo wa wazo la Baba kuanzisha kanisa, tunajifunza juu ya upendo wa Baba. Upendo wa Baba. Sasa mpaka hapa tuko kwenye wazo, na kwa sababu iko kwenye wazo bado ni siri kwetu sisi wanadamu na viumbe wengine wote wa Mungu. Bado ni siri. Yaani wazo hili linafahamika na nafsi tatu peke yake. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ndio wanafahamu hilo wazo. Hilo wazo kwa malimwengu yote na kwa ulimwengu wetu na sisi wanadamu bado ni fumbo, ni siri. Kwa hiyo tunafahamu tu ya kwamba Baba ametupenda. Maandiko hapa yanasema kwa njia hiyo tunafahamu ya kwamba
Baba aliupenda ulimwengu. Nabii wa Mungu Ellen G. White anaandika katika kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema kanisa ni chombo kiteule cha Mungu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Kanisa lipo kwa ajili ya huduma na kueneza injili ulimwenguni kote. Tangu mwanzo ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba kupitia kanisa lake utaakisiwa kwa ulimwengu utimilifu wake na utoshelevu wake. Kwa hiyo Biblia inatuweka kwa uwazi ya kwamba upendo huu wa Mungu ambao umefunuliwa kwetu na mwana au na Yesu Kristo ulikusudiwa ufahamike kwa watu wote kwa njia ya kanisa lake. Na tutaona jinsi unavyopaswa kufahamika kwa njia ya kanisa lake. Kwa hiyo Biblia inaweka bayana kwamba bila upendo huu kanisa la Mungu lingekuwa ni mkusanyiko tu wa watu tu waliojikusanya kama watu fulani wa itikadi fulani, labda ya siasa au ya vitu vingine. Lakini maandiko yanatuambia kwamba mkusanyiko wa kanisa la Mungu, Mungu alikusudia watu wake wa watakatifu, watu wasio na mawaa, wasio na dosari mbele yake, ni kufunua upendo wake, upendo wa Baba wa mbinguni. Kwa hiyo upendo wa Yesu wa kujitoa unatuongoza tufahamu ya kwamba ndiye anayetufunulia yale yote ambayo tulipaswa kuyafahamu kwa njia ya Baba yetu wa mbinguni. Biblia inaweka hivi katika Yohana sura ile ya 10 mstari wa 17, ndiposa Baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utwae tena. Yesu kama mwana wa Mungu ni ufunuo mkamilifu wa upendo wa Baba. Kwa mambo matatu ya muhimu ambayo leo tumeyakazia tulipokuwa tunaangazia kipindi hiki kinachoongelea wazo la kuwepo kwa kanisa. Kwanza tumeipata ukweli ya kwamba wazo la kuwepo kwa kanisa liko kwa Baba, kwa sababu yeye ndiye muasisi, yeye ndiye chanzo. Biblia inasema ya kwamba Mungu Baba atukuzwe kwa kuwa alituchagua hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu tusio na mawaa mbele zake. Na kwa lengo hilo Baba alikusudia kufunua mambo matatu. Jambo la kwanza ni hekima yake ifahamike. Jambo la pili ni kusudi lake lifahamike, yani kuwaokoa wanadamu. Jambo la tatu ni upendo wake uonekane, udhihirike. Na ndio maana tutaingia sasa katika kipindi kitakachofuata ambacho sasa tutaona hili wazo la Baba ni nani anayelibeba na anayekuja kulifunua ili tuweze kuliona na kufahamu kusudi la Baba yetu wa mbinguni, kufahamu hekima ya Baba wa mbinguni na kufahamu upendo wa Baba wa mbinguni. Mungu atubariki. Kwa leo tunaishia hapo katika kujifunza juu ya wazo la kanisa, jinsi ambavyo limeanza na Baba mtakatifu, jinsi ambavyo yeye ndiye muasisi wa kanisa la Mungu na kanisa linaanza chanzo na yeye. Kutokea kwake sasa tunaingia kwa mwana. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki cha Kanisa katika Mwendo. Tunapohitimisha sasa, nikukaribishe tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kuweza kujifunza. Jina lako takatifu litukuzwe. Tunajiweka mikononi mwako sasa, utuongoze na kutusaidia. Yale yote ambayo tumejifunza yakae ni msaada mkubwa katika maisha yetu, yakituongoza katika uzima wa milele, kwani tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.